Uhabari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Keo TV. Godbless EJ Lema ameamua kumjibu jaji mstaafu ambaye anaitwa Mohamed Chande Othman. Ifahamike kwamba Mohamed Chande Othman huyu hapa ni jaji mstaafu, lakini pia ni mwenyekiti wa tume ya uchunguzi ya matukio ambayo yametokea Oktoba 29. Godbless Lema ameamua kumwandikia ujumbe mzito jaji mstaafu Chande, na nukuu: jaji mstaafu, kwa msingi wa kisheria na maadili ni vyema kujiuliza dhamira ya kuzunguka nchi nzima na hiyo mnayoita tume ya uchunguzi ni ipi hasa. Uchunguzi wa haki haupaswi kuwa onesho wala zoezi la kuhalalisha hitimisho lililokushaamliwa. Wakati huo Mwigulu mnayemwita waziri mkuu anaonekana kuwa na majibu ya kile kilichojiri wakati wa uchafuzi. Kisheria huo ni mkanganyiko wa mamlaka na dharau kwa akili za wananchi. Kimaadili ni unafiki wa kujifanya kutafuta ukweli ili hali ukweli unadaiwa kujulikana tayari. Hili linadhoofisha imani ya umma katika haki, utawala wa sheria na taasisi za nchi. Niliwaonya wewe na wenzako mapema, nami narudia tena leo: mshahara wa dhambi ni mauti. Kumbukeni, kisasi cha damu ni cha Mungu, si wanadamu. Kwa busara, haki na kumcha Mungu, acheni hiyo kazi kabla madhara yake hayajawa juu yenu. Mwisho wa kunukuu hichi ambacho ameandika Godbless EJ Lema katika mtandao wa Twitter. Godbless EJ Lema ameandika maneno mazito kwelikweli kwa mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea tarehe 29, yaani matukio yaliyotokea kwenye uchaguzi, kabla, kwenye uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa mujibu wa Godbless EJ Lema, anasema kwamba jaji mstaafu, kwa msingi wa kisheria na maadili, ni vyema kujiuliza dhamira ya kuzunguka nchi nzima na hiyo inayoitwa tume ya uchunguzi ni ipi hasa. Lakini pia akaja kujiuliza swali la pili, anasema uchunguzi wa haki haupaswi kuwa onesho wala zoezi la kuhalalisha hitimisho lilichokwisha kuamliwa. Wakati huo Mwigulu anayeitwa waziri mkuu anaonekana kuwa na majibu ya kile kinachojiri wakati wa uchaguzi. Kisheria huu ni mgawanyiko wa mamlaka na dharau kwa akili za wananchi. Kimaadili na ni unafiki kujifanya unatafuta ukweli hali ukweli unadaiwa kujulikana tayari. Ameandika maneno mengi mazito kweli kweli Godbless EJ Lema. Una maoni gani kwa hichi ambacho Godbless EJ Lema ameandika katika mtandao wa Twitter? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Lakini Godbless EJ Lema hakuishia hapo, akaenda na kutoa onyo. Nasema niliwaonya wewe na wenzio mapema, nami narudia tena leo: mshahara wa dhambi ni mauti. Kumbukeni, kisasi cha damu ni cha Mungu, si cha wanadamu. Kwa busara, haki na kumcha Mungu, acheni na hiyo kazi kabla madhara yake hajawa juu yenu. Amehitimisha kwa kutoa onyo hapo. Lakini Godbless EJ Lema ameonekana kwamba ni mtu ambaye anatoa kauli zake mara nyingi huwa zinakuja na matokeo ya vile vile ambavyo anazungumza. Katika eneo la comment section hapo kuna maoni mengi kweli kweli. Nitapitia maoni kadhaa nione watu wana mtazamo gani kwa hichi ambacho ameandika Godbless EJ Lema. Katika sehemu ya comment section watu wametoa maoni gani? Kwa kwanza anaitwa Pusha, anasema hawa dawa yao ni maandamano. Lakini Guni the Great anasema nimefadhaika na kitendo cha Nabii Lema kuita ni takataka jaji. Lakini Maktaba anasema ukienda vioni hakuna PhD na profesa, ila hayana msaada wote wa taifa. Kazi ni kumemolize wanafunzi. Laiti wangekuwa wapo kwa maslahi ya taifa, mimi naamini
wangelipigania hili taifa. Lakini mkulima anasema wajiuzulu kwa faida yao wenyewe, wakiendelea na tamaa ya posho ya hiyo kazi, wao na vizazi vyao vitaingia kwenye laana kuu ya kuteseka, mateso makubwa sana ya afya na kiuchumi. Lakini Mazinga Hunter anasema anaenda kupoteza heshima ambayo amejenga kwa muda mrefu kwa gharama yeye na wenzake, sababu kila kitu kinajulikana. Sasa akija na stori tofauti atapoteza heshima kwa sababu ya wauaji. Lakini Njombe Boy anasema ametukana, siwezi kusoma komenti yake, lakini Yesu Atosha anasema ukimuona hata kwa macho ni mnafiki. Dhambi ya unafiki ni sawa na ya uchawi, usimwache mwanamke mchawi tu akuishi. Lakini Joka anasema mwambie mpumba, ametukana, siwezi kusoma. Lakini Chonya anasema unafikiri ni wanafiki tu hawa wote, yani wamebaki kuwa wanafiki zaidi tu, cha msingi tuanze tu. Ametukana kidogo hapo. Lakini Thug Life anasema nabii ashasema mimi ni nani nipinge na mapenzi ya Mungu yatimie. Lakini Osimusi anasema wanatumia tu kodi zetu vibaya kwa kitu ambacho kishafanyika tayari bila kujipendelea wenyewe. Lakini Chaza Bell anasema moja ya majaji ametokana kusoma. Lakini Chaza anasema tutaandamana siku ya hiyo ripoti. Lakini Sharif anasema Mungu mtu lema unatisha watu. Lakini Tata Mtanganyika anasema nabii ameweka emoji hapo ya moto. Lakini Bernard anasema fedheha. Lakini Mudi Ngwile anasema tafuta kazi ya kufanya, huu unaofanya ni ujinga. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wanazidi kutoa katika chapisho la God Bless Ijilema. Soma comment mbili za tatu za mwisho. Lakini mwingine anasema wewe unaogopa nini? Kwani wewe ni mhusika wa machafuko ya Oktoba 29. Maneno hayo yameandikwa na Jenerali Ngola. Lakini pia Mwalimu Okay anasema ni kweli, rais alishasema waliouawa hawazidi 20. Sasa hiyo tume inaweza kuleta idadi inayozidi hiyo. Waziri mkuu anazunguka nchi akieleza kilichosababisha hayo maandamano. Sasa hiyo tume inachunguza nini tena? Lakini El Salvatore anasema endi wenzako wanaenda, shida ni nini? Au mpaka uende wewe ndio onekane umefanya kazi? Eti nishawaonya afind job mzee. Lakini No Food anasema Mwigulu mwenyewe ataulizwa kama utakavyoulizwa wewe tu. Yani hayo ni baadhi ya maoni ambayo umetoka katika chapisho la God Bless Ijilema. Tutaonana katika masuala ya kisiasa. Bye bye.